ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، tunaendelea na darasa yetu ya fiqh katika kitabu cha Fathul Muin, mlango huu wa saum, na tuko katika mambo yanayosuniwa kwa mwenye kufunga, lakini hususan katika 10 la mwisho, na bila shaka tuko karibu sana na 10 la mwisho. Leo tuko katika mwezi 18, kwa maana ya kwamba siku 2 tunamalizia, tutakuwa tumeingia katika 10 la mwisho. Sasa tumeelekezwa kwamba katika 10 la mwisho hilo ni muhimu sana kukithirisha baadhi ya mambo, ikiwemo kutoa sadaka, ikiwemo kuwafanyia ukunjufu watoto pale nyumbani katika mambo ya riziki, lakini pia kukithirisha kusoma Qur'ani, lakini pia kuisoma kwa kuzingatia. Kwa hiyo na hayo ndio ambayo tunaendelea nayo. Tumeelekezwa kwamba kumbe ni bora ndani ya mwezi wa Ramadhani kuisoma sana Qur'ani. Inawezekana uhitimishe msaafu mzima hata mara 2, ukiweza mara 1, lakini kuna utaratibu ambao Muislamu atakiwa awe nao kwa uchache kwa mwaka mzima huo umesoma msaafu mara 2. Hili ni jambo ambalo jana katika darasa yetu ilikuwepo, lakini tukiendelea na mapokezi ya al-Imam Ahmad, asema yukrahu ta'khiru khitmati min 40 yawma au ta'khiru khitmatin akthar min 40 yawma. Kwa hiyo kwa maelezo haya ya Imam Ahmadi yaonyesha kwamba kumbe mtu anatakiwa usome Qur'ani ikiwezekana kila mwezi umalize msaafu mmoja. Ndio maana anasema ni makruhu mtu kuchelewesha hitima kwa zaidi ya siku 40. Yani siku 40 hujamaliza hitima moja, ni makruhu jambo hili. Kwa hiyo ikiwezekana kila siku 30 uwe umehitimisha japo hitima moja. Hivyo basi inatuelekeza kwamba kumbe ni bora mtu katika maisha yako kwa siku ufanye shughuli zako zote, lakini usome japo juzuu moja katika kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama tumehimizwa kusoma kwa uchache labda juzuu moja kwa siku, ni ishara kwamba tunahimizwa tusome ili tujue kusoma Qur'an, kwa sababu kuna mtu mwingine anajua mwisho wa dhuha, mwingine mwisho kula Allahu ahad. Ukija ukimwambia ahitimishe msaafu mzima kwa mwezi, kwa miezi 6, miezi 3, bado utakuwa umemtatiza. Kwa tufanye bidii tuisome Qur'an. Haina rika. Hata ukiwa mtu mzima, ukiwa kijana, bado una nafasi ya kusoma, ukawa unaweza kusoma katika msaafu kwa kutazama hivi, na ndio lengo linalokusudiwa. Si lazima kuhafidhi, lakini uwe tu unasoma juzuu yako ya kwanza, karatasi ya pili, juzuu imeisha. Japo ikiisha Ramadhani umemaliza juzuu moja, pia si haba. Bila udhuri, kuchelewesha huko kukawa ni pasi na udhuru, ni hadithi Ibn Umar, kwa hadithi ya Ibn Umar, kwa maana ipokewa kutoka kwa Ibn Umar, inayozungumza juu ya umuhimu wa kufanya hivyo. Fa iktharu ibada, na kukithirisha ibada. Ibada hapa inakusudiwa swala, itikafu na mambo mengine mengi. Katika 10 la mwisho ni muhimu sana mtu azidishe. Kama tokea hapo alikuwa ni mwingi wa kufanya ibada, basi awe mwingi zaidi. Kama alikuwa mvivu, basi ajikaze katika 10 la mwisho kujipinda katika kufanya ibada. Wa itikafu, na itikafu mtu anatakiwa pia katika kipindi cha 10 la mwisho afanye itikafu. Itikafu ni kukaa katika msikiti kwa nia. Naweza ukawa ndani ya msikiti lakini ikawa huna nia ya itikafu, ukawa haukupata ile faida inayokusudiwa ya itikafu. Lakini unakaa itikafu kwa nia hasa kwamba mimi nakaa msikitini kwa nia ya kupata zile fadhila zilizotajwa. Basi kama utatamka ni sawa sawa na kusema nawaitu al-i'tikaf, nawaitu al-i'tikaf, nawaitu al-i'tikaf,
في هذا المسجد نويت الاعتكاف في هذا المسجد nanuia kukaa itikafu katika msikiti huu. Basi unakaa, basi ni masaa mawili, tegemea na nia yako. Masaa matano ni itikafu ya siku nzima, ni itikafu ya siku 3, na hakuna utaratibu ambao inshallah pengine kama darasa yetu tutaidiriki kabla Ramadhani haijaisha, tutaitaja darasa ya itikafu. Kuna nia, lakini pia kuna na utaratibu mwingi unaozingatiwa. Ukiwa kwenye itikafu uruhusiwi kutoka bila sababu ya msingi, na huko utakakotoka kuna baadhi ya mambo huwezi kuyafanya. Ukiyafanya itakuwa umebatilisha itikafu yako na vitu vya namna kama hii. Miongoni mwa vitu ambavyo huruhusiwi kufanya, kaa na mwanamke kwa maana ya kukaa kama wanavyokaa mke na mume. Kwa mfano umekaa itikafu, sasa ikafika magharibi ukasema ngoja nikafuturu nyumbani. Kwa ukija kufuturu nyumbani ukamaliza kufuturu, hapo ukasema ngoja nijilaze kidogo, ukafanya mambo mengine. Itikafu yako kama ulitiania ni itikafu ya siku 3, basi zimebatilika. Utahesabiwa hizo 2 au hiyo moja uliyoikaa. Kuanzia hapa pamebatilika, labda uende msikitini ukatie nia uanze upya tena siku 3. Allah subhanahu wa ta'ala asema wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Msivane nao hao na ili hali nyinyi mmekaa itikafu katika misikiti. Kwa hiyo wasije msikitini mkafanya jambo, lakini pia nyinyi msitoke mkenda majumbani kwenda kufanya jambo. Kwa utaratibu wa itikafu utaelezwa, lakini kufahamu kwamba ibada ya itikafu ni katika ibada muhimu, na hususan katika 10 la mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa. Ndio maana akatuambia lilitibai, kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siyama bitashdidi liyai, siya wakati yukhafaf na huwa ikahafifishwa, ukasema siyama au siyama. Wal afsahu jarru ma ba'daha, na lugha iliyokuwa fasaha zaidi ni kujurisha kilicho baada yake, kujurisha kilicho baada yake. Kwa kama hapo sema siyama ashri akhiri, siyama ashri akhirihi, kwa maana ashri ndio imekuja baada ya siyama, basi fasaha ni kutiwa kasri hiyo ashri. Alafu watakdimu la alaiha, na kuitanguliza la juu yake pia ni bora zaidi katika siyama. Hapa haikuandikwa lakini aghlabu inakuja siyama kwa kutanguliwa na la. Sema la siyama kadha, la siyama kadha. Wama fa zaida, na ma ni zaida, wa hiya dalatun ala anna ma ba'daha aula bilhukmi, na inafahamisha juu ya kwamba kilicho baada ya ma ni bora zaidi kwa hukumu mimma kablaha, kuliko kilicho kabla yake. Sawa, kwamba kilichokuwa baada ya siyama ni bora kwa hukumu hiyo iliyotajwa kuliko kilicho kabla yake. Ungesema watakiwa kufunga, alafu sema siyama al-ayyamil fadhila, hasa katika siku bora, basi yaonyesha kwamba hukumu hii ya kufunga katika siku hizo fadhila ambazo zimekuja baada ya siyama ni bora zaidi kuliko siku nyingine zisizokuwa al-ayyamu al-fadhil. Kwa hiyo likija neno siyama au likikutanishwa na la siyama, basi moja kwa moja inakuja kufahamisha kwamba hicho kilicho baada ya siyama ni bora zaidi kufanyiwa hilo linalotaka kufanywa kuliko kilicho kabla yake. Kwa hapa napo tumeambiwa tufanye itikafu, lakini hasa katika 10 la mwisho, kuonyesha kwamba itikafu itazidiwa ubora ikikaliwa katika siku zisizokuwa hizi siku 10 za mwisho. Kwa hiyo kama ulikuwa unataka kufanya upate fadhila sana, ukaanza tokea mwezi mosi Ramadhani, sawa. Lakini kama ulitaka ufanye siku 10 tu, basi usifanye 10 la kati wala la kwanza, fanya 10 la mwisho, kwa sababu ndio bora zaidi kwa hukumu hiyo. Fataakadu lahu iksaru thalathati almadhkura, kunakokotezwa kwake yeye kuyakithirisha mambo matatu yaliyotajwa. Hiya sadaqa,
watilawa walitikafu, nayo ni sadaka kama ilivyotajwa, na kusoma sana Qur'ani na kukaa itikafu. Na kukaa itikafu unakokotezwa kuyakithirisha, kuyazidisha hayo matatu yaliyotajwa, lilitibai, kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa maana na yeye Mtume alikuwa akiyakithirisha hayo. Wa yusannu an yamkutha mutakifa ila salati al-Eid, na kuna suniwa kukaa hali ya kuwa ni mwenye kukaa itikafu mpaka siku ya Eid, mpaka swala ya Eid. Kama mtu ataamua kukaa itikafu, basi ni mpaka siku ya Eid asubuhi, baada ya swala ndio mtu huyu anatoka na kurudi nyumbani na kuendelea na shughuli zake. Wa an ya'takifa qabla dukhulil ashri, na pia kama mtu yuko tayari na ameamua kufanya itikafu, akae itikafu kabla ya kuingia 10 la mwisho. Kwa mfano, hesabu yetu kama inatuambia leo ni 18, kesho ni 19, maana yake ana uwezo kuanzia kesho jioni aamue kukaa msikitini. Kama sio kesho jioni, kesho kutwa asubuhi mapema kabisa, basi aanze kukaa msikitini. Wa yataakadu iktharu al-ibadati al-madhkurati fihi, na kuna kokotezwa kukithirisha ibada zilizotajwa ndani yake, ndani ya hiyo itikafu. Rajaa musaadafati lailatul qadr, hali ya kutaraji kuwafikiana na lailatul qadri, ay hukmi wal fasli au sharafi. Na hii fasli imekuja kwa fasli, lakini pia imekuja kwa fadhili, sawa. Na wamesema hiyo fadhili ni bora zaidi kuliko fasli. Kwa hiyo akisema rajaa musaadafati lailatul qadri, maana yake ukithirisha ibada na yote yaliyotajwa ndani ya siku hizo, kutaraji ikipatikana lailatul qadri, uwe pengine upo katika kusoma Qur'ani, uwe uko katika kuswali. Kwa hiyo ile saa ambayo ndio saa lailatul qadri ikifika, basi iwe wewe uko ndani ya ibada. Lailatul qadri ikisemwa ayil hukmi wal fadli au sharafi, inafasiriwa neno qadri. Kwa maana yake lailatul qadri lailatul hukmi, lailatul fadli, lailatul sharafi, wal amalu fiha, na amali khairi ikawa ndio swala, ikawa ndio kusoma Qur'ani, ikawa ni adhkari. Amali yoyote utakayokuwa unaifanya katika wakati huo, khairun min al-amali fi alfi shahri, ni bora kuliko kufanya amali yoyote katika miezi 1000 ambayo laisa fiha lailatul qadri, haiko ndani yake lailatul qadri. Kwa hiyo lailatul qadri imeelezwa sana na inafahamika sana, lakini tufahamu kwamba umuhimu wake na ubora wake ni kwamba ukiidiriki wewe kufanya amali ndani ya huo muda, basi wewe umefaulu, kwa sababu ujira unaopata kwa amali yako hiyo hiyo tu ni sawa sawa, tena sio sawa bali ni zaidi ya ujira ambao unaupata kwa ibada kama hiyo kuifanya ndani ya miezi 1000. Kwa hiyo lau itafika lailatul qadri saa 8:15 usiku, ndio usiku huo ikawa unasoma Qur'ani, thawabu utakazozipata hizo za Qur'ani katika usiku huo ambao ndio umehakikishwa na Mwenyezi Mungu, na yeye anajua, sisi hatujui, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua. Sasa ikiafikiana kwamba wewe unasoma Qur'ani usiku, lakini usiku huo ni Lailatul Qadri, maana yake basi unaandikiwa ni kama umesoma Qur'ani miezi 1000. Qur'ani hiyo ulisoma tu, unaandikiwa thawabu za kwamba umeisoma mara 1000 na ziada. Wa hiya munhasiratun indana fihi, nayo ni yenye kuzingatiwa mbele zetu ndani yake. Wa hiya hiyo Lailatul Qadri munhasiratun, yenye kuzingatiwa indana mbele zetu, ai maashara al-Shafi'iyya, sisi wafuasi wa madhahabu ya Imam Shafi. Fihi ay fil ashr al-akhir la tantaqilu minhu ila ghayrihi, sisi tunasema
Lailatul Qadr inapatikana katika 10 la mwisho tu, na wala haiyami kwenda kwenye 10 lingine.